wa Bwana shuke. Amina. Acha Roho wa Bwana shuke hapa leo. Acha Roho wa Bwana toka mbinguni aje. Acha Roho wa Bwana shuke. Baba, asante kwa Roho yako Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu. Asante Roho Mtakatifu, maana umetamalaki mahali hapa. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru kwa neema na kibali chako. Asante kwa ajili ya siku ya leo Bwana. Asante kwa ajili ya mtumishi wako mpako mafuta wa mahali hapa Bwana, kwa kazi njema. Asante kwa ajili ya familia yake Bwana. Asante kwa ajili ya watendakazi wote wa huduma ya Mlima Moria. Asante Mfalme kwa ajili ya kusanyiko la siku ya leo. Asante kwa ndugu mtazamaji. Baba, ninakushukuru maana nimeuona uwepo wako na nguvu zako zikitamalaki mahali hapa. Roho Mtakatifu uliye mfundishaji, tuko tayari wanao. Ninaomba utufundishe kupitia neno lako na tena utukumbushe, ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, na kila mwenye pumzi aseme amen. Karibuni kwa ajili ya tafakari ya siku ya leo. Leo tunaenda kujifunza Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Kwa nini Roho Mtakatifu ni nafsi hai? Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu, ni nafsi hai. Roho Mtakatifu anaishi ndani ya waamini. Ukisoma kwenye ile Mathayo 18 mstari wa 22, Biblia inasema kwamba walipo wawili au watatu waliokusanyika kwa jina langu, nami nipo katikati yenu. Roho Mtakatifu anaishi ndani ya muumini. Pale ambako unapompokea Bwana kuwa Mwokozi na maisha yako, Roho Mtakatifu anaachiliwa ndani yako. Roho Mtakatifu anaishi sehemu safi. Ina maana kwamba unatakiwa uwe mtakatifu ili Roho Mtakatifu aishi ndani yao. Tunakuja kujifunza ni kwa nini Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Roho Mtakatifu ni nafsi hai kwa sababu ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 7 utajifunza pale Mungu akamuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Mungu alimpulizia pumzi puani mwanadamu, akawa nafsi hai. Kabla hajampulizia ile pumzi, alikuwa ni kitu ambacho hakihamishiki. Alitengenezwa, aliumbwa, akawa hahamishiki. Kwa hiyo Mungu alivyoweka pumzi ya uhai, tukaona mtu akawa nafsi hai, akawa anatembea, akawa anaongea. Kwa hiyo tunaona kabisa Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Kwa nini nafsi hai? Roho Mtakatifu anaongea. Tukija kusoma katika maandiko matakatifu, Samueli wa pili sura ya 23 mstari wa 2, neno la Bwana linasema, Roho ya Bwana ilinena ndani yangu na neno lake likawa ulimini mwangu. Ina maana tunajifunza kwamba Roho Mtakatifu anaongea. Anasema hapa, Roho ya Bwana ilinena ndani yangu. Huyu alikuwa ni Daudi. Roho wa Mungu alinena naye na neno lake likawa ulimini mwangu. Ina maana kwamba Roho Mtakatifu ananena, anaongea ndani ya muamini. Anasema, anaweza kukuelekeza usiende huku, usifanye hivi, usifanye hivi, au anakuelekeza kwamba soma katika neno la Mungu. Yamkini kuna changamoto nzito unayopitia, Roho Mtakatifu ananena kinywani mwako, anakuambia soma Isaya 42 mstari wa 10. Anakutia moyo katika changamoto unayopitia. Ndio maana tunasema Roho Mtakatifu ni nafsi hai, anaongea ndani ya muumini. Amina, watu wa Mungu. Pili, Roho Mtakatifu anakufunulia jambo la siri. Yamkini kuna mambo ambayo yanatakiwa yatukie, Roho Mtakatifu atakujulisha nini. Tukasome katika Biblia yetu Petro wa pili 1 mstari wa 21. Waraka wa Petro wa pili, tunaona jinsi Roho Mtakatifu anavyotenda kazi
anatuonyesha yale mambo yaliyofichika sirini. Biblia inasema, waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 21, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena waliotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kwamba manabii ni wale watumishi wa Mungu waliochaguliwa. Manabii ni waonaji. Biblia inasema hapa, unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Hapana, manabii Mungu anasema nao. Roho Mtakatifu anamwambia kwamba sema, yamkini baada ya wiki 2 kutatokea janga, baada ya siku 3 kuna tukio fulani. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Anafichua yale mambo ya siri ambayo mwanadamu wa kawaida hawezi kuyaelewa. Ndio maana unakuta mtumishi wa Mungu, mtu akija ibadani, akifika mahali hapa, Roho Mtakatifu anamfunulia tatizo la yule mtu, anamwambia mama au baba, ilo teso unalopitia, ingia kwenye rehema. Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Anamfunulia mtumishi wa Mungu, anamwambia changamoto anayopitia huyu muamini ni kwa sababu ya uovu. Kwa hiyo mwambie atubu dhambi zake na hali yake itakuwa hali ya kawaida. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunaona manabii, watumishi wa Mungu ambao wamepakwa mafuta na Mungu, wanapata maono kwa Bwana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu anaweza kukwambia jambo fulani ukadharau. Hapana, hawa ni wapakwa mafuta wa Bwana ambao wanapata ujumbe kutoka kwa Mungu, wanatuelekeza. Au huyo mtumishi wa Mungu anaweza kaelekezwa, sema kwa ajili ya taifa la Tanzania, sema kwa ajili ya shule hii, sema kwa ajili ya huduma hii. Yule mtumishi wa Mungu anayo mamlaka ya kutamka. Liko jambo 1, 2, 3 ni lazima tuyazingatie, kwa sababu ni maono amepata kutoka kwa Roho Mtakatifu. Amina. Roho Mtakatifu anachunguza. Roho Mtakatifu anachunguza, anamwangalia mwanadamu, anapeleleza ndani ya moyo wake. Kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 2 hadi wa 3. Kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2 na wa 3. Biblia inasema, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Haleluya kanisa. Hapa tunaona wako watumishi wa Mungu. Ukianza pamoja, anasema manabii na walimu. Hawa ni watumishi wa Mungu waliochaguliwa kwa ajili ya kazi ya Mungu, waliochaguliwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Wakawa wanajiuliza kwamba sisi katika huduma yetu tunahitaji watendakazi. Watendakazi ni wengi, kanisani kunakuwa na makusanyiko, kunakuwa na watu wengi. Sasa watumishi wa Mungu wakajiuliza, tutawapataje watu ambao wanastahili kushika hii nafasi? Amina, watu wa Mungu. Tunaona watumishi wa Mungu walifunga, wakaomba, wakamwambia Mungu, tunahitaji watendakazi katika shamba lako. Ndipo Roho Mtakatifu, Biblia inasema Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli. Roho Mtakatifu anachunguza, Roho Mtakatifu anapeleleza. Roho Mtakatifu yeye ndio anayechagua. Ni kwa sababu gani? Katika kusanyiko wako watu wengi, na katika wale watu wengi wale Roho Mtakatifu akachagua wawili. Aliona hawa wanafaa. Kwa sababu nini? Alichunguza ndani ya mioyo yao, akaona kwamba hawa wataiweza kazi ya Mungu, hawa wamekomaa, hawa wanaweza kuvumilia changamoto. Amina, watu wa Mungu. Watumishi wengi wanateseka, wanapata taabu katika kusanyiko kubwa. Endapo wanapomchagua mtu, mwanadamu anaweza akasema huyu hapana, lakini sivyo. Roho Mtakatifu ndio anayepeleleza, na aliyepatana na Mungu ni huyo mtumishi wa Mungu. Huyo mtumishi wa Mungu anapopewa maelekezo na Roho Mtakatifu ni lazima yazingatie. Ndio maana Roho Mtakatifu anachagua, mchague huyu. Ndio maana akasema hapa, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa ajili ya kazi niliyowatia. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini wewe ni kijana wa kike au wa kiume unayetafuta mchumba, muulize Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu atakuchagulia mke, atakuchagulia mume aliyetoka kwa Bwana. Wende ikawa ukatazama kwa sura ya nje, lakini sivyo. Roho Mtakatifu anapeleleza. Roho Mtakatifu atakuonyesha mtu aliye sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ana matakwa yake. Tunasoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 11. Biblia inasema, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Amina kanisa. Roho Mtakatifu ana matakwa yake, anafanya kama apendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ndiye anayegawa karama na vipawa ndani ya muumini. Ndiyo maana unakuta huyu ni mwalimu, huyu ni dereva, huyu ni piloti, huyu ni mkulima, huyu ni mfugaji. Wote watu hao wote wanaujenga mwili wa Kristo. Amina, watu wa Mungu. Huyu ni daktari, lakini mkulima akilima, akivuna mazao, yule daktari anakula. Yule mkulima akiwa anaumwa, anakuja hospitalini, anatibiwa. Kila mmoja amepewa karama ndani yake. Amina, watu wa Mungu. Tunajifunza kwamba neno la Mungu linasema, kabla sijakuumba katika tumbo la mama nalikujua, na kabla hujatoka katika lile tumbo la mama nalikutakasa. Ina maana kwamba Mungu anakujua toka asili. Kwa hiyo mtu anapozaliwa, Mungu anaweka karama ndani yake. Huyu atakuwa daktari, huyu atakuwa injinia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ninakushauri si vyema kabisa ukatamani karama ya mtu, kwa sababu ni Mungu ameweka toka asili ndani yake. Huyu ni mwinjilisti, huyu ni mwalimu, ni Mungu kaweka ndani yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anagawa karama kadri yeye apendavyo. Ndio maana tumejifunza hapa, Roho Mtakatifu ana matakwa yake, anafanya kama apendavyo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, yamkini ndani yako hujui karama yako, chuchumilia, mng'ang'anie Roho Mtakatifu, muulize, karama yangu ni nini? Roho Mtakatifu, mimi umeniumba, karama yangu ni nini? Yamkini ni mwalimu, yamkini ni mkulima, yamkini ni mfanyabiashara. Roho Mtakatifu atakuonyesha. Amina, watu wa Mungu. Na katika hiyo karama uliopewa, yamkini ni mwalimu, utende kazi ya ualimu kwa bidii. Maana hiyo karama Roho Mtakatifu aliyoweka ndani yako, yamkini usipoitendea kazi, Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuihamisha akampa yule ambaye anahitaji. Yule ambaye anayetamani karama, Mungu ameshaweka karama yake ndani, lakini kadri anavyomng'ang'ania Mungu, anamwambia Mungu, natamani 1 2 3 4 5, Roho Mtakatifu anachukua zile karama ambazo wale watu ambao hawazitendee kazi. Amina, watu wa Mungu. Yamkini Roho Mtakatifu ameweka karama ndani yako, hiyo karama yako itendee kazi. Haleluya, watu wa Mungu. Tumejifunza Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Tunaona anaongea, tunaona anachunguza, tunaona anapeleleza mioyo, tunaona anafumbua yaliyo asirini. Haleluya kanisa. La mwisho, Roho Mtakatifu ana akili. Warumi 8:27. Roho Mtakatifu ana akili. Kitabu cha Warumi 8:27. Biblia inasema, naye aichunguzae mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa uwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Mshangilie Bwana. Kazi ya Roho Mtakatifu, anatusaidia kuomba kwa Baba. Anayo akili kupita mawazo yetu, akili zetu na fikra zetu. Roho Mtakatifu anayo akili. Kwa hiyo yamkini tunavyoomba maombi yetu tunaomba vibaya, lakini Roho Mtakatifu anayo akili, anachunguza, anaangalia, je, huyu anaombaje? Yamkini wewe unasema, Mungu, ninaomba niulie yule mtesi wangu, lakini Roho Mtakatifu anaenda mbele za Mungu, anamwambia Mungu, ninaomba mbariki huyu mtesi, ninaomba muinue tu, mweke hai, ili utakapombariki huyu mtumishi wako aone baraka
baraka zako, aone matendo yake makuu. Amina, watu wa Mungu. Roho Mtakatifu anayo akili ya kumwombea mwanadamu, maana sisi hatujui kuomba kama ilivyo stahili. Mungu Mtakatifu anatusaidia. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo ndio maana tunasema Roho Mtakatifu ni nafsi hai, na Roho Mtakatifu anasema, anaongea. Amina, watu wa Mungu. Ninakusihi kabisa, mtu wa Mungu, kupitia neno hilo endelea kujifunza, endelea kusoma, endelea kumwishilia Roho Mtakatifu. Msiingie ndani yako kwa wingi. Kila unapoingia kwenye maombi, mwambie Roho Mtakatifu, ongezeka ndani yangu. Kila unapoomba mara kwa mara, omba ongezeko la Roho Mtakatifu ndani yako, na anaongezeka ndani yako na anajaa ndani yako. Ukiongeza kusoma neno la Mungu, Mungu atakuwezesha na kukusaidia. Ni katika jina la Yesu Kristo. Hilo ndilo neno la Mungu. Baba yangu na Mungu wangu, asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya neno lako, maana umetufundisha tupasayo kufanya. Naomba utupe neema yako na utuwezeshe, maana wewe ni msaidizi. Umetufundisha hapa Roho Mtakatifu, naomba utukumbushe na utuwezeshe na utusaidie katika jina la Yesu na kwa damu yako Yesu. Asante Mfalme, asante Yesu. Amen.